Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba ni kusalimie hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa matukio yale ambayo yanaendelea hasa katika sekta ya siasa katika taifa la Tanzania. Naomba msamaha kwa sababu sijafika kwa studio, lakini nikaona nikaweke habari hii kwa njia ya sauti tu, ila tuendelee kuhabarishana ni kipi ambacho kinaendelea. Mashambulizi yameweza kutanda kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kule Ethiopia. Kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan amevamiwa akiwa Ethiopia? Kulingana na chapisho ambalo nimeliweka hewani, linasema ya kwamba kumunyima mwenyekiti wetu chakula ni kitendo cha kinyama. Heche asema, nisome kidogo hapo, kitendo cha mwenyekiti wetu kunyimwa chakula ni kitendo cha kinyama sana. Hakuna mtu unyama unaovuka huu, ni kinyume cha haki za binadamu. Mtu anayekunyima chakula anataka ufe, na serikali yake ni dhalimu na hatari. John Heche, makamu mwenyekiti Chadema. Sasa John Heche ni makamu mwenyekiti katika chama cha Chadema ambacho kinaongozwa na Tundu Lissu. Ameweza kurusha mashambulizi kwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kumunyima Tundu Lissu chakula wakati yupo gerezani. Sasa hivi John Heche ameyazungumza hayo, ama amemvamia Suluhu Hassan kupitia serikali yake kwa kumunyima Lissu chakula. Yuko katika taifa lile la Ethiopia baada ya kuondoka katika taifa la Tanzania. Haya yalijulikana kivipi? Tundu Lissu siku ya Alhamisi alipofika katika mahakama ya Dar es Salaam aliweza kukiri mwenyewe kwamba hajala tangu siku ya Jumatano. Askari wa magereza walimunyima chakula kulingana na vile alivyosema yeye mwenyewe, jambo ambalo liliweza kusababisha wafuasi wake waliofurika katika mahakama hiyo pomoni wakaanza kulia, kisha baadaye wengine wakaanza kuzirai mahakamani na kutolewa, huku wakilia kwa nini Tundu Lissu anateswa kwa kunyimwa chakula. Na Heche amesema ya kwamba serikali ya Suluhu inataka Tundu Lissu akufe kwa sababu unaponyima mtu yeyote chakula ni ishara ya kumuua, kwa sababu kutakuwa na ukosefu wa lishe bora ama ukosefu wa chakula mwilini, jambo ambalo huenda litasababisha maafa. Tundu Lissu aliweza kueleza kwamba alinyimwa chakula gerezani, huku akiambiwa ya kwamba atakula akifika mahakamani, na alikuwa anahisi njaa, jambo ambalo limeweza kukemewa na viongozi wengi katika taifa la Tanzania wakiongozwa na John Heche, ambao wamerusha mabomu ya mashambulizi kwa Rais Samia Suluhu Hassan kupitia serikali yake, kwa sababu askari wa magereza huenda wanakabidhiwa maagizo kutoka kiwango fulani kwamba Tundu Lissu anyimwe chakula ama asipewe chakula, jambo ambalo Heche amesema ni kinyume na haki za kibinadamu. Ikumbukwe ya kwamba Tundu Lissu amezuiliwa kwa kosa la uhaini na amekaa gerezani kwa sasa ni zaidi ya siku 310, zaidi ya miezi 9, huku akishtakiwa kwa kosa la uhaini, lakini jambo ambalo liweza kuwekwa ama aliweza kulimbikiziwa kesi ili asije akawania kiti cha urais katika uchaguzi uliosemekana kwamba umefanyika tarehe 29 Oktoba mwaka jana.
Na Samia Suluhu Hassan aliweza kumzuia, huku akisema wakati alianzisha mchakato wa kusema no reforms no elections ni uhaini, na uhaini kwa sheria za Tanzania ni kifo, hamna dhamana, jambo ambalo sasa hivi viongozi wengi hasa kutoka mrengo wa upinzani wanaendelea kufuatilia kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameachiliwa huru. Mataifa mengine yamekuwa yakiomba serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu, lakini kufikia sasa hamna lolote ambalo limeonekana kufua dafu baada ya bunge la Ulaya kutuma habari kwa Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia bila sharti lolote Tundu Lissu. Lakini serikali ya Samia Suluhu Hassan vile inaonekana imekawia na haitaki kumwachilia Tundu Lissu. Na haya yote ndiyo yaliweza kusababisha mataifa mengi kujiondoa kwa kutuma misaada katika taifa la Tanzania. Marekani ikajiondoa misaada ambayo walikuwa wanapokea kila wakati, hasa katika sekta ya afya, mambo ya ARVs, kupambana na kudhibiti wale ambao wako na ugonjwa wa virusi wa ukimwi. Sasa Marekani ikajiondoa, na taifa lingine ambalo liweza kujiondoa kutuma misaada ni Sweden. Baadaye tukaona Canada ikijiondoa na bunge la Ulaya likijiondoa, huku wakisema ya kwamba hawawezi kufadhili serikali dhalimu, jambo ambalo limesababisha Samia Suluhu Hassan na serikali yake kupitia magumu. Ndio maana tunaona wameanza kupembeleza mataifa mengine kupitia bunge la Ulaya kuwasamehea na kuanza kutuma mabilioni ya pesa, kwa sababu kuna hela ambazo zingetumwa katika taifa la Tanzania bilioni 400 zikaweza kuzuiliwa na bunge la Ulaya kwa sababu ya ukiukaji wa haki za binadamu. Ukiukaji huo ndio unaendelea kukithiri katika taifa la Tanzania, kwa sababu Tundu Lissu hajapatikana na hatia, ila tu ni mshitakiwa, lakini ananyimwa chakula. Sasa haya yote ndio yanasababisha banishment iweze kuendelea kuongezeka ama katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan hatua kali zinaweza kuchukuliwa kupitia kidiplomasia, hasa kwa mataifa mbalimbali, kwa sababu mtu anaponyimwa chakula ni kitendo ambacho hakiwezi kufurahisha mataifa mengine. Na Tundu Lissu ni baba wa watoto. Tundu Lissu ni mzee wa mke wake. Tundu Lissu ni kiongozi wa wafuasi wake katika taifa la Tanzania, na huenda angeachiliwa wanie kiti cha urais. Sasa hivi tunapozungumza angekuwa Ikulu Tanzania, lakini hayo yakaonekana mapema, akazuiliwa kutowania kiti cha urais kwa sababu angeshinda kiti cha urais angekuwa Ikulu. Ndio maana akalimbikiziwa kesi kwa sababu ya siasa ambazo zinaendelea katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo John Heche ameapa akisema ya kwamba liwe liwalo na liwe, lazima watahakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameachiliwa uhuru. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa, haswa yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe na kuomba tu ukaweze kusubscribe, sambaza hii kanda kwa 1, 2, 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana.